أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Nukta ya kwanza ambayo tulianza kuzungumza nayo jana ni majibu ya swali hili ambayo yalikuwa ni haya. Tunazungumza kuhusu elimu kwa sababu elimu ndiyo chimbuko la heshima na utukufu wa mwanadamu. Mwanadamu alipoitwa kwamba ana heshima na utukufu, ameenziwa, walaqad karramna bani adam, ni kwa sababu ya elimu. Lakini tukasema kwamba ikiwa hoja ni kusema kwamba mwanadamu amepewa heshima kwa sababu ya akili, tukasema kwamba akili ni katika vyombo na ni katika vifaa vinavyoweza kutumika kwa mwanadamu kwa ajili ya elimu, kuzalisha elimu, maarifa. Kwa hivyo akili yenyewe kama akili, faida yake ni kuzalisha maarifa na uelewa wa mwanadamu. Kwa hivyo lengo ni elimu. Tukasema ikiwa patatajwa uongozi na ukhalifa wake, inni ja'ilun fil ardi khalifa, kwamba yeye ndio mtawala wa dunia hii, utawala ule umefungamanishwa na ilmu, na lau kama si ilmu asingekuwa khalifa wa Mwenyezi Mungu. Tukisema ni uwezo wa kupambanua mambo na ni uhuru alokuwa nao, uhuru wa kujieleza na uwezo wa kujieleza, yote haya ni katika vyombo na vitu vinavyofacilitate, vinavyorahisisha elimu, vinavyohusisha na elimu. Kwa hivyo elimu ni nukta ya katikati. Ima vingine katika hivi ni facilitators tu, au vingine haviwezi kutimu bila kuwa mwanadamu ana elimu. Kwa hivyo nukta ya msingi ni elimu. Lakini kubwa katika mambo ambayo tulianza kuzungumza ni kusema kwamba mwanadamu huyu ameumbwa na amejengwa, huu mwili wake ni jengo lenye matofali mbalimbali. Lakini huu mwili wa mwanadamu una sehemu ya ndani na sehemu ya nje. Sehemu za viungo vya mwanadamu kwa asilimia kubwa, hasa vya ndani, lakini vile vile na vya nje, vinahusika na elimu. Ule udongo ule uliotengeneza yale matofali umefinyangwa kwa material yanaitwa elimu. Na hili ndilo ambalo tunalitizama, tunaendelea kulitizama kwamba elimu ni sehemu katika udongo alofinyangiwa mwanadamu. Katika viungo vya nje ambavyo wenzetu wanaviita ni physical composition. Ana maumbo ya nje, tunaona ana macho, alam naj'al lahu aynayn wa lisanan wa shafatain wa hadainahu. Tutakuja kuona huko mbeleni kwamba macho yana nafasi gani katika elimu, ulimi una nafasi gani katika elimu. Akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an faja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Vyote hivi tutaviona vinahusika nini katika elimu. Lakini kuna inner composition, ule mjengo wa ndani, viungo vya ndani ambavyo havionekani, vimehusika sana katika elimu ya mwanadamu. Na ndio maana umbo la mwanadamu linahusu utukufu wake, kwa sababu kuna viungo ambavyo vinahusiana na elimu. Kituo chetu ni katika aya ya ayyuhal insan, ewe mwanadamu, ma gharraka birabbikal karim, ni nini kilichokughuri na Mola wako mtukufu? Ni kipi kilichokughuri ukamwacha Mola wako mtukufu? Ma gharraka birabbikal karim.
Mola mtukufu alladhi khalaqaka, aliyekuumba, fasawaka, akakuweka sawa sawa, faadalaka, na qiraa kingine faadalaka, tuseme akakunyoosha tu, tukomee katika maana hiyo ambayo tutajadili. Akakunyoosha fi ayi suratin, katika umbo lolote lile, mashaa, alilolitaka, rakabaka, akakujenga. Tukasema tuna maneno khalaqaka, tuna maneno sawaka, tuna maneno adalaka, tuna maneno rakabaka. Lakini Mwenyezi Mungu ambaye laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwimi, hiyo taqwimi, umbile la sawasawa lililonyooka lenye kuvutia, vyote hivi vinahusisha viungo ambavyo vinajenga heshima kwa mwanadamu, navyo ni vile viungo ambavyo vinahusika na elimu. Mwenyezi Mungu anasema ya ayyuhal insanu, ewe mwanadamu. Na hapa tuelewane vizuri, hapa anaizungumzwa nani? Mwanadamu. Mwanadamu Muislamu na asiyekuwa Muislamu. Katika kasoro za mimbari ya Waislamu ni kwamba hawazungumzi na mwanadamu. Yani mimbari yetu sisi, ukipanda katika mimbari na jukwaa la Kiislamu, ndugu zangu waumini, enyi waumini, wakati Qur'ani haizungumzi na waumini tu. Qur'ani ina aya nyingi sana ambazo Mungu anazungumza na mwanadamu. Na tutachelewa sana kuendelea kwa Uislamu ikiwa approach yetu inaelekea kwa Muislamu tu. Kwa hivyo hapa Mungu anazungumza na mwanadamu kwa itikadi yoyote ile, kwa sababu suala la heshima ya mwanadamu halihusu kimsingi, halihusu dini na itikadi. Ndio utaona walaqad karramna bani adam, tumemtukuza mwanadamu bila kuzingatia itikadi yoyote ile, mwelekeo wowote ule, mwanadamu katukuzwa. Na wewe mwanadamu Muislamu unatakiwa utambue kwamba mwanadamu mwenzako asiyekuwa Muislamu mnashirikiana katika heshima na utukufu. Suala la kwamba bwana huyu atakuwa na utukufu, hana utukufu, mbona ana mambo haya, hilo ni primary issue na ni secondary issue, sio primary issue, sio jambo la msingi. Kwa sababu Mungu mwenyewe kasema laqad karramna bani adam inhum kal an'am bal hum adall. Mungu mwenyewe kasema laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu. Sasa hatujaenda huko kwamba je, huyu mwanadamu ni katika wale ambao radadnahu asfala safilin bal hum adall. Kimsingi mwanadamu yoyote yule ana heshima yake, na Muislamu jambo la kwanza anatakiwa atambue heshima ya binadamu mwenzake. Kwa hivyo khitabu, approach, uslubi wa kuzungumza na mwanadamu ni muhimu sana. Ndio kwenye Qur'ani utaona aya zinazozungumza al-insanu, al-insu, bani adam, an-nasu, ni aya nyingi sana. Lakini katika nukta muhimu ya kufahamu hapa, hasa katika lugha ya darasa letu, kwamba ilmu ni msingi wa heshima ya mwanadamu. Mwenye ilmu hanyanyuliwi na jamii tu daraja, lakini yeye mwenyewe akishakuwa na ilmu pia yeye mwenyewe hufikia mahala akajiheshimu pia. Yani kuna kule kusubiri heshima ya watu, alafu kuna mtu mwenyewe kuanza mwenyewe kujiheshimu. Ndio watu wanasema heshima inaanza kwa mtu. Mtu akijitambua akajua kadri yake atajiheshimu, kisha ataheshimiwa. Sasa nukta muhimu hapa nataka tuizingatie ni hii. Katika maeneo mengi ya khitabu ya Kiislamu, khitabu ya Qur'ani ya mwanadamu, sio yote, anapozungumzwa mwanadamu, na wewe Muislamu mimbari yako utakapoifanya inamhusu mwanadamu vile vile. Kwa sababu tatizo letu ni hili,
Sio tu kwamba mimbari yetu ni maskini, haimzungumzi mwanadamu, inamzungumza Muislamu tu peke yake. Kuna tatizo zaidi. Mimbari yetu imefikia mahala hata Muislamu wa madhehebu tofauti hausiki katika ile mimbari. Yani akipanda anaitwa Ansari Sunna, akipanda anaitwa Shia. Yale anayoyazungumza mwenzake hafai kuyasikiliza, tena akiingia tu anachoka kabla hajaendelea, kwa sababu hayamhusu. Na wewe umejifunga mpaka unazungumza na wale tu ambao una itikadi na mrengo mmoja tu, na yale maudhui unayoyazungumza akitaka mwingine kwamba ayasikilize hayana ladha kwake. Na kuna watu leo hii kama usipomwambia asizungumze mambo ya ikhtilafu na kuonyesha hawa wamepotea, si tumeongoka, ni kama unamwambia vile usipande mimbar. Yani ukimkataza maudhui hayo ni sawa sawa na kumwambia bwana usipande mimbari, kwa sababu hana mengine. Kwa hiyo tuna tatizo hilo la kwamba mimbar haizungumzi na mwanadamu, lakini ikizungumza na Muislamu pia inazungumza na Muislamu maalum. Wakati fulani tuliwahi kusema kwamba katika matatizo yetu vile vile ni kumfungia Imam Hussein katika kuta za Husainia. Pale pale anaishia, nje ya pale hausiki. Sasa ukitizama aya nyingi zinazozungumza na mwanadamu, zinazungumza katika maeneo ambayo yanahusu binadamu bila kuzingatia dini na itikadi na mirengo mbalimbali. Yani unazungumza mwanadamu. Sasa ukitaka kumzungumza mwanadamu, lazima maudhui yake yawe ni maudhui common, yanayokuhusisha wewe na yeye bila kujali dini, japo ina lengo lako ni kumpeleka kwa Mungu, sio? Lazima iwe hivyo, la sivyo huwezi ukasikilizwa na huyu mwanadamu. Ndio utaona katika Qur'ani, na natoa mifano tu, utakuja wakati wake. Utaona katika Qur'ani mwanadamu alipozungumzwa, palizungumzwa biolojia. Haya biolojia si jambo linamhusu kila mwanadamu, sio? Si elimu inahusu viumbe hai, Alipozungumzwa mwanadamu, palizungumzwa jiografia, palizungumzwa falaki, yani astronomy, palizungumzwa jiolojia, yani elimu ya miamba, palizungumzwa mambo ambayo ni ya mwanadamu kabla hajawa ya Muislamu. Sasa mimbari hii ikiwa ni mimbari ya Kiqur'ani, itakuwa inamhusu kila mwanadamu, ya ayuhal insan. Ndio Mungu akisema falyanzuril insanu mimma khuliqa. Al-insanu hapa sio mu'min, hapa ni insanu, mwanadamu. Atizame ameumbwa kwa kitu gani, kutokana na nini. Haya si biology hiyo? Safari ya kukua kwake tangu alipozaliwa mpaka akawa mwanadamu anayetembea, hapa tunazungumza na mwanadamu. Maudhui yanamhusu nani? Mwanadamu. Falyanzuril insanu, kwa sababu hakuna tofauti baina ya biolojia yako na biolojia ya asiyekuwa Muislamu. Ulikotoka na alikotoka yeye ni sawa, sio? Ndio utaona maudhui yenyewe yanakusanya wanadamu wote, au tuseme kwa lugha ya darasa zetu hapa, yanahusu ilmu, yanahusu sayansi. Na utaona kwamba lau tungekuwa na approach hii, Waislamu wasingezozana sana. Sio hivyo tu, la, tungepunguza migogoro baina ya binadamu vile vile, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, kwa sababu maeneo ya kukutana ni mapana sana. Na wakati fulani tukasema katika matatizo yetu ni kutokufahamu kwamba dunia hii ina adui mkubwa anaitwa adui wa binadamu, adui wa ubinadamu. Na hapa kuna tofauti, tutakuja kuona mbele. Adui wa binadamu, bali adui wa ubinadamu, yule ndo anayetuzonga sisi. Lakini sisi binadamu wengi tunapigana sisi wenyewe, tunauana, tunasahau adui yetu mkubwa ambaye amekuja kuua ubinadamu. Kwa binadamu wanatakiwa watengeneze vyama vya kuungana katika ubinadamu wao, na yale mambo ambayo yanawaunganisha yawe ndio slogan zao, kauli mbiu zao.
ili kupambana na watu wanaotaka kuangamiza dunia hii, kuangamiza ubinadamu wa binadamu. Mwenyezi Mungu anasema falyanzuril insanu, basi na atizame mwanadamu, ila taamihi. Tunazungumza agriculture, kilimo, sio? Kwa sababu ndio misamiati ya kisasa, sio? Na mwanadamu atizame chakula chake kimetokana na nini mpaka kinakuwa ni chakula kamili. Anna sababna almaa sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa, mpaka mwisho wa aya na aya nyingine mfano wake. Lakini falyanzuril insan, hapa maudhui ni ya nani? Ya insan, sio ya Muislamu peke yake. Na ndio katika maeneo ambayo tutakuja kuyaona kwamba elimu hii, elimu ni elimu sampuli gani, na ni lazima uichukue kwa Muislamu tu au inachukuliwa kwa mwanadamu yoyote? Yani wewe unahitaji kusoma mambo ya kilimo, lazima uchukue kwa mtu anasema qala Allah qala Rasul? Si unaweza ukaisoma popote na inabaki kuwa ni elimu, hata kama uliisoma kwa ambaye hamtambui Mungu. Mtakuja tu kutofautiana huko mbeleni katika utekelezaji wa ile elimu. Asiyemtambua Mungu na anemtambua Mungu katika utekelezaji wake, kuna tofauti gani huko mbeleni? Biolojia kasome kwa yoyote, na ndivyo tunavyofanya katika vyuo vyetu na katika shule zetu, tunasoma kwa yoyote, kwa sababu haya ni mambo ya kibinadamu. Na tutakuja kuona kitu kinachoitwa al-ulumul insaniya, zile elimu za kibinadamu. Kwa hiyo katizame sasa katika Qur'ani, mambo ya astronomy yamezungumzwa. Kila unachokiona kinazungumza sayari na mbingu na ardhi na utendaji wa Mwenyezi Mungu, ni sayansi, sio? Pale mara nyingi Mungu ana focus mazungumzo yake na binadamu, na utagundua kwamba hata katika kuthibitisha uungu wake Mwenyezi Mungu, anapozungumza na mwanadamu yoyote yule, anampeleka katika sayansi, katika elimu, katika ilmu, ili ile ilmu ambayo kaumbwa kwayo mwanadamu imsaidie kumtambua Mungu. Nadhani tuko pamoja hapo. Ya ayyuhal insan, Mungu anazungumza na mwanadamu, anamwambia ma gharraka bi rabbikal karim, ni nini kilichokughururi ukamwacha Mola wako mtukufu? Ma gharraka, neno gharra ni kughururi, na kughururi Kiswahili ni kuhadaa, na kuhadaa Kiswahili vile vile mkudanganya. Sasa swali la Mungu, ni kipi kilichokudanganya wewe mwanadamu ukamwacha Mola wako? Uhusiano baina ya kipengele cha kwanza na hiki cha aya, maana yake ni kwamba namna ulivyotengenezwa wewe binadamu, namna ulivyoumbwa, haukupaswa kughururika. Narudia, ya ayyuhal insanu ma gharraka, ewe mwanadamu, ni kipi, ni nini kimekughururi, kimekudanganya, kimekuhadaa? Maana yake ni kwamba hii sifa ya al-insanu haitakiwi iende sambamba na kughururika, kudanganyika, kuhadaiwa, kwa sababu al-insanu, huyu mwanadamu, ana viungo ambavyo vinamsaidia asidanganyike, asighururike. Ana chombo muhimu, ana kiungo muhimu cha ilmu, cha maarifa, kinachomsaidia kwamba asighururike. Ndio Mungu anazungumza kwa mshangao, vipi, nini kimekughururi? Hukufaa wewe mwanadamu kwa sifa ya ubinadamu ughururiwe. Ma gharraka bi rabbika al-karim. Na neno gharraka, al-ghurur, limejaa ndani ya Qur'an. Utaona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatufundisha kwamba haya maisha ya duniani, mwanadamu anapoacha ilmu lazima aghururiwe. Wamal hayatud dunya illa mata'ul ghururi, haya maisha ya duniani yote si kingine zaidi ya starehe zinazohadaa. Lakini mwanadamu kwa viungo alivyoumbiwa, alivyojengewa yeye, hapaswi aghururike, adanganyike,
kwa sababu ana ala na vyombo vinavyomsaidia sana yeye kuweza kuepuka kughururika. Tuna swali bado, ni kitu gani kinamghururi? Lakini hili la kughururika, fala taghurrannakal hayatud dunya, Mungu anasema yasiwaghururini, yasiwadanganyeni, yasiwahadaini maisha ya duniani, ambayo mimi na wewe sote tunadanganyika kila siku. Na tuelewe kwamba Mungu anapotoa riziki anatoa kupitia mwanadamu, sio? Anapotoa ilmu anatoa kupitia mwanadamu, cheo kupitia mwanadamu, na hata isipokuwa kupitia mwanadamu, kuna riziki ya chakula kupitia kiumbe kingine kama mvua, si ndio? Kupitia ardhi. Hivi vyote hivi ni viwakilishi vya Mungu katika kumneemesha mwanadamu. Sasa anaweza kuwa ni mwanadamu amekusaidia wewe, akakulea, sio baba yako, si mama yako, akakulea, akakufanya mpaka ukakua, ukawa mtu mzima, ukawa unaweza kutembea kwa mbwembwe, alafu wewe ukamgeukia yule bwana ukamdharau, ukamwonyesha si kitu, si chochote, si lolote. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kitu gani kinakughururi wewe? Nini kinakughururi? Sisi ndo maisha yetu haya. Hata mama yako alokuandaa akakupatia tabu, akafanya kila alokifanya, ukishakuwa mtu mzima sasa, wewe na madevu yako unatembea pengine na gari yako unatingisha funguo, unaweza kumwambia maza, wewe usiniambie chochote bwana, mimi sikuelewi. Wakati ule tena ni maza huyu, ana mambo ya kizamani, lakini hayo mambo ya kizamani ndio yalomfanya yeye akaweza kuudeki mwili wako ulipokuwa wewe ukijisaidia ovyo ovyo. Kwa sisi tunarudi mara nyingine, ile ghururi tunaweza tukaifanya kwa mwanadamu, lakini kwa hakika tunamfanyia Mungu, kwa sababu mwanadamu ni kiwakilishi cha Mungu katika kufanya yale ya Mungu. Ndio kuna watu leo hii akishapanda na ngazi akafika juu, huitupa ile ngazi, hana shida nayo tena, na hafikirii kwamba kuna siku atahitajia ashuke. Kishapanda ngazi ile, yeye anaitupa, haina maana. Wangapi katika binadamu wamenyanyuliwa na binadamu wenzao, walipofika kileleni, ile ngazi waliopandia wakaidharau, wakaitia dosari, wakaitia kasoro. Kama ni mwanafunzi na mwalimu wake pia akasema hana ilmu yoyote ile, yule mwalimu wake ambaye ndio alomwanzishia akamnyanyua, hana chochote. Ma gharraka bi rabbikal karim. Hapa si mwanadamu. Mwanadamu ni agenti wa Mungu tu kukufikisha pale. Wewe mtoto, wewe umefika hapo, una mbwembwe na mwendo unaokwenda nao ni wazazi wako. Ma gharraka bi rabbikal karim. Kuna watu walotolewa na hospitalini vitandani, hakuchi kuna kucha, mpaka akatoka tena pale kashachungulia kaburi, Mungu akamrejesha. Wale walokuwa wakimhudumia wakimnania, anaona si chochote si lolote. Ndio maana ghururi inaweza ikaonekana katika taswira mbalimbali, hata katika mwendo wa mwanadamu, katika namna yake ya kuvaa, katika namna yake ya kula, katika namna yake ya kuzungumza na watu. Sasa Mungu anamwambia ya ayuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Nataka tuelewe kwamba ghururi, kughururika huku kwa mwanadamu, ambapo mimi nishaangukia katika tatizo hilo, wewe ushaikuangukia, tunatofautiana tu ile volume ya kuanguka kwetu, ukubwa wa kule kuanguka kwetu katika matatizo. Na kama mtu ulikuwa maskini ukawa tajiri, ukasahau kwamba kule umaskinini mlikuwa na wenzenu. Yani kule katika umaskini ilikuwa mna community yenu, mlikuwa mna familia yenu ya kimaskini, mna jamaa za kimaskini. Ulipotoka tu ukawa juu tena huku kwetu, unaanza kugeuza, unawaita wenzako, mimi sitaki mambo ya Kiswahili bwana. Yani mimi nishavuka Uswahili. Maana Uswahili ni ule umaskini na hali ya kuomba na kuhitajia kwa wengine. Ukishanyanyuka tu kule, unajitenga na ile jamii, na anaikuandaa anamwambia mimi sitaki mambo ya Kiswahili. Maana mimi sasa ni level nyingine, Uswahili si utaki tena. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anasema ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbika. Nini kinakughururi ukamwacha Mola wako mlezi?
ukamwepuka, mkarimu au mtukufu. Sasa ghururi, kuhadaika, kunatokana na nini? Msikilizeni bwana Mtume, na ndio maudhui ya darasa yetu. Mtume qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, gharrahu jahluhu, kinachomghururi na kumhadaa mwanadamu ni ujinga wake. Kwa nini Mtume amesema hivyo? Kwa sababu maudhui ya aya hii tunazungumza viungo vinavyomuunda mwanadamu, vinavyomjenga mwanadamu, vinavyomsaidia kuwa na ilmu na maarifa. Anapokuwa na ujahil ndipo anapokuwa na ghururi, na ndipo anapokuwa ni maghurura, anapohadaika. Kwa hiyo Mtume anasema gharrahu jahluhu, ujahili tu. Lakini ujahili huu Imam Ali anatuongezea maana, anasema laqad abraha ay ightarra jahalatu binafsihi. Kwanza Imam Ali anasema ni mtu kutokujijua yeye. Sasa ujahili wa nini? La, hajijui yeye kaumbwaje, hajui Mungu namna ambavyo alivyosema khalaqaka sawaka adalaka rakabaka, hajui. Na hii maana imekubalika na mufassirina wengi. Sijataka kunukuu katika kitabu cha hadithi, nimetizama mufassirina gani wamekubali kwamba kinachokusudiwa hapa ni jahili, ni ujinga. Nikaona hawa na kutajia Ayatullah al-Mudarrisi katika tafsiri ya Minhuda al-Quran, ametaja hadithi hii akasema kilichomhadaa hapa mwanadamu ni ujinga kwa hadithi hii ya Mtume. Lakini vile vile katika tafsirul amthal Ayatullah Nasir Makarim Shirazi naye ametaja hadithi hii. Lakini vile vile ad-Durrul Manthur fi tafsiri bil Ma'thuri ya Abdurrahman Jalaluddin As-Suyuti, katika mufassirina wa Ahlus Sunnah wal Jamaa mashhur at-tafsir bil Ma'thuri, ametaja hadithi hii ya Mtume kwamba magharraka bi rabbikal karim, kilichomhadaa na kumdanganya mwanadamu si kwamba Mungu hakijui, lakini nataka tuzindua. Ametaja hadithi hii vile vile. Ruhul Maani ya Al-Alusi ametaja hadithi hiyo. Al-Jami'u li ahkam al-Qur'ani ya Al-Qurtubi, wanamita Imam Al-Qurtubi. Ruhul Bayani fi tafsir al-Qur'an ya al-Imam Ismail Haqqi. Hawa ni baadhi tu. Kwa hivyo magharraka bi rabbika, magharraka, nini kinakughuri, kilichokughuri kinafahamika nini? Mtume anasema ni ujinga. Lakini ujinga huu Imam Ali anafafanua unatokana na nini? Na mtu kuwa ni jahili wa nafsi yake, yani hajui namna gani Mungu kamuumba, kama alivyosema khalaqaka, namna gani Mungu sawaka, namna gani Mungu adalaka, namna gani Mungu rakabaka, hajijui. Lau angejua, angegundua kwamba ana nyenzo ndani zinazomfanya asiwe ni mwenye kudanganyika. Na tuko pamoja. Na kwa nini iwe hivyo? Kwa sababu vile viungo vya mwanadamu vinavyomsaidia kuwa na maarifa, miongoni mwa nyenzo za kufahamu maarifa mbalimbali ni kusoma kutokana na wengine ambao wamepitiwa na hadaa hizo alafu wakaangukia pabaya. Na Qur'ani ikatufundisha katika mambo mengi tutakayoona. Mungu anasema kwamba thumma kana aqibatu alladhina sa'u su'a an kadhabu biayati Allah. Wanafahamu wanadamu kupitia binadamu wengine waliofanya kibri, waliohadaika, alafu hatimaye wakaporomoka. Hata sisi sote tunafahamu. Kuna mambo muhimu ya kujadili huko mbeleni. Katika hadithi tuliyosoma Imam Ali, kam min alimin qatalahu jahluhu wa ilmuhu ma'ahu la yanfa'u. Ni yule daktari anayevuta sigara na anajua athari za sigara, sio kwamba hana ilmu,
lakini kilichomfanya avute sigara yake ni ujahili. Sasa inawezekana ujahili ukawa na ilmu? Haya maneno ya Imam Ali. Wangapi katika sisi wanajua kwamba kuingia katika utawala kwa kuua, kwa kumwaga damu, hatima yake utakuja kutoka vibaya. Usipotoka vibaya, watoto wako utakaoacha watatoka vibaya. Lakini binadamu ameacha hilo? Ameliacha? Hajaacha. Ni mambo tunayoishi nayo sisi kila siku, na hakuna asiyejua, sio? Lakini hatujakoma kuyafanya. Ndio kule kwa swali liloulizwa jana, vipi kuna watu waliosoma lakini maisha yao yako hivi, ni washenzi? Huko ndiko ambako tutakwenda inshallah. Lakini unajua kwamba hatima nini? Kwa hivyo, ma gharraka bi rabbikal karim. Kwa nini pamesema bi rabbi? Hapa kutumika neno au jina la Mungu lisilokuwa rabbi, kwa sababu rabbi maana yake ni mola mlezi, na kwa sababu maudhui yote ya ilmu ni maudhui ya malezi, na dunia ndivyo inavyoamini. Hata wizara mbalimbali za elimu duniani zinahusishwa na malezi, na ndio maana tutakayoyaona kule kwamba tunapokuwa sasa tumefikia mahala tuna mwalimu ambaye ni mfundishaji. Ukisoma Qur'ani utaona mafungamano yaliyokuwa baina ya ilmu na malezi. Yuzakihim wa yuallimuhumul kitaba au yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Si ndio aya nyingi za Qur'an namna hiyo? Mafungamano baina ya malezi na elimu, ndivyo Qur'ani inavyotufunza. Na haya nasema tutayaona huko mbeleni zaidi. Kwa hiyo magharraka bi rabbikal karimi, kipi kinakughuri? Nini kinachokughuri ukamwacha Mola wako mlezi mtukufu? Neno al-karimu mtukufu, lakini neno al-karimu mnaelewa maana yake, na mafungamano baina ya al-karam kwa maana ya ataa, al-karam kwa maana ya utukufu na heshima. Yana ukinyambulisha hili neno kisarufi, al-karam inahusisha atau warifaa na daraja, kana kama Mungu anataka kusema kwamba kutoa ndio kunajenga daraja la mtu, heshima ya mtu. Sasa bi rabbikal karim, Mola wako mlezi mtukufu, ndio utaona kwamba karamu imetajwa utukufu, kwa sababu maudhui ni maudhui ya nini? Ndugu zangu, ni maudhui ya ilmu. Panazungumzwa viungo vinavyomtofautisha mwanadamu na wasiokuwa mwanadamu, sio visivyokuwa mwanadamu. Pametajwa al-karimi kwa sababu ndio maeneo yenye heshima ya mwanadamu. Sijui kama mnalahihi hili, walaqad karramna bani adam bi rabbikal karimi. Kinachotajwa baadaye ni viungo vilivyotengeneza hiyo karamu ya mwanadamu, hiyo heshima ya mwanadamu. Ukienda katika surati al-alaq utaliona hili neno, iqra bismi rabbikal alladhi khalaqa khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram. Rabbu kuna malezi, al-akram kwa sababu laqad karramna bani adam, mtukuza mwanadamu. Katika ilmu ndio ambamo kuna karam ya mwanadamu, kuna heshima ya mwanadamu. Ya ayuha al-insan ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqak, alikuumba. Lakini hajakuumba tukaumba na viumbe vingine vingi, hakuna tofauti, lakini kakuumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tofauti na vile vingine. Mwenyezi Mungu anasema fasawaka, akakuweka sawa sawa. Tumesema sawa
Lau kama ingekuwa maudhui yetu ni kuzungumza kuhusu sawa, tungetoka nje tena ya maudhui yetu ya ilmu, kwa sababu ukimurika Qur'ani utaliona hili neno na vinyambulisho vyake limetumika sana ndani ya Qur'an. Lakini tuchukulie neno sawa sawa, Kiswahili sawaka, ndio hilo neno. Taswia, kuweka sawa sawa, kwa hiyo ni hilo neno. Kwa hiyo Mungu kakuweka sawa sawa wewe, yani amekuumba, hakukomea hapo. Fasawaka, mnalahibu kwamba khalaqaka, hiyo ni hatua ya kwanza. Alipoimaliza hatua hiyo Mungu hakukomea hapo fasawaka. Tena katika daraja hii ndipo ulipoanza kupata heshima. Nataka tuelewane, ndipo ulipofaa sasa wewe hata malaika watambue. Katika daraja ya sawaka ndio mahala ambapo sasa umetoka katika halakaka umekwenda kwenye sawaka, mahala ambapo hata kabla adalaka malaika walikuwa wanatakiwa watambue kwamba huyu jamaa huyu tofauti na sisi. Walichelewa kuelewa kama tutakavyoona, sio? Ndio maana Mungu akasema katika Qur'ani, katika aya ambayo mnaifahamu, fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu, nikishamweka sawa sawa huyu mwanadamu nikampulizia roho yangu, faqa'u lahu, basi poromokeni kwa ajili yake, mumsujudie, sajdatu takrim. Kwa hivyo unaona sawaka ni daraja kuweka sawa sawa. Malaika wanatakiwa baada ya hatua hiyo watambue. Na katika viungo vinavyomjenga mwanadamu, vile tulivyoviita kwamba ni inner composition ya ndani, jana tumetaja tu, kuna kitu kinachoitwa nafsu, na nafsu ina darajati nyote mnafahamu, walosoma hauza na wasosoma hauza wanajua. Katika zile kuna nafsi inaitwa nini? Al-lawama. Hii nafsu al-lawama ni muhimu, ile ya kujilaumu ni muhimu sana, na ni nafsi ambayo inamsaidia mtu kukua, na ni nafsi ambayo ina mizani ya kupima jambo kwamba kwa nini nimefanya, maana tayari mizani ipo Ndio tukasema neno dhamiri, sio dhamira. Dhamiri, mwanadamu anao dhamiri. Dhamiri ukitafuta katika Qur'ani hutopata istilahi hii ya dhamiri. Baadhi ya ulama wamesema dhamiri ni an-nafsu al-lawama, kwamba yule hakimu anaishi ndani ya mwili wako, na ambaye ukifanya jambo la kipumbavu, hata kama umewafanya watu wapumbavu kawadanganya, anakuambia lakini hapa bwana umewadanganya watu Hiyo dhamiri hiyo, yani haidanganyiki. Utadanganya watu lakini ndani inakuambia kwamba hapa ulipofanya si kweli. Tatizo ni pale tu mtu utakapodanganya mpaka na wewe ukaamini. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mtu anadanganya mpaka anaamini kwa sababu ya kitu ambacho tulikisoma katika darasa za mwaka jana, subconscious mind. Subconscious mind ikiingiwa kitu inakichukua roho kama kilivyo bila kujadili. Ndio tukasema katika malezi subconscious mind ina athari sana katika kuathiri malezi ya watoto. Wanachukua na kuweka mafaili bila kuhoji. Na wewe vile vile unaweza ukaimbiwa jambo mpaka ukalikubali, ukaliimba mwenyewe mpaka ukalikubali, ukaamini kwamba hivi ndivyo ilivyokuwa. Lakini kimaumbile namna ulivyokuwa wewe unafahamu fika kwamba hapa nimekosea. Na ndio maana wanasema haki na ukweli ni vitu viko thabiti kwa mwanadamu, haviterereki. Uongo ni vitu haviko thabiti kwa mwanadamu. Hata yeye mwenyewe akisema uongo anaweza kusahau. Maana mimi nikisema nimezaliwa tarehe fulani, mwezi fulani, mwaka fulani, ikiwa ni kweli hilo halitoki. Lakini ikiwa nadanganya, nikiulizwa naanza kufikiria, naweza kusema tofauti, sio? Ndio tukasema siku moja wanasema in kunta kadhuban fakun dhakuran. Ukiwa muongo bwana, kuwa na kumbukumbu.
kwa sababu ni rahisi kusahau ulichokisema. Sasa sawaitu sawa, ndugu zangu, kufanya kitu kiwe sawa sawa. Kwani ni vitu gani Mungu kaviweka sawa sawa katika viungo? Majibu, kila kitu. Na kupeni mfano, kila kitu katika mwanadamu, ikiwemo inner composition, hivyo vitu vya ndani ambavyo havionekani, akili ya mwanadamu, dhamiri ya mwanadamu. Sababu nikikuuliza kinachohukumu ndani ya mwanadamu kuhusu ukweli na uongo, haki na batil, ni chombo gani hasa? Ukijui, sio? Kwa ni katika inner composition, vyote Mungu kaviweka sawa sawa. Katika aya mnayosoma hapa mara nyingi sana Mungu anasema, katika wale wanaohoji kwamba tunaweza tukafufuliwa, Mungu anaweza kutufufua jamaa, Mungu akajibu, bala qadirina ala an nusawiya banana. Sio tu kwamba anaweza kukuleta akakurudisha kama ulivyokuwa, anaweza kukuleta na fingerprints zako, lakini neno lilotumika nini? Nusawiya. Ma gharraka bi rabbika alkarim alladhi khalaqaka fasawwaka bala qadirina ala an nusawiya banana. Banana nini? Ni hizi alama za kwenye mikono, so fingerprints zimewekwa sawa sawa, na Mungu anaweza kuzirejesha sawa sawa siku ya kiyama akikufufua. Zenyewe tangu hapo zimewekwa sawa sawa, na Mungu anaweza kurejesha sawa sawa kama zilivyokuwa. Haya zina faida gani? Faida nyingi. Wataalamu wanasema kwamba hizi zinatengenezeka kwa mwanadamu akiwa katika tumbo la mama yake, akishafikia wiki 10, baina ya wiki 10 na wiki 16 ndio zinaanza kutengenezeka hizi fingerprints. Hata kama nyinyi ni mapacha, fingerprints zenu ni tofauti. Hatizama ubunifu wa mwanadamu tuliozungumza jana. Zinasaidia nini? Ni kitambulisho Jamani, sio kitambulisho cha mwanadamu hichi. Na sasa hivi mwanadamu ameweza kujua namna gani azitumie, na hiyo ni elimu, ubunifu. Sasa kuna simu uweze kuifungua mpaka mwenyewe, lakini fingerprints kwa maana kwamba ukienda mahala unatambulika. Kuna milango uweze kufungua imesetiwa mpaka isome hizi alama za vidole, sio? Forensic leo hii ni taaluma ambayo lazima wasome hizi. Mtu kaenda kavushi nini? Saini ya mtu itakwenda ikuzwe, itengenezwe mapicha makubwa, watu wasome ile michoro mpaka wagundue kwamba hapana. Kwa hivyo sio suala la kitambulisho tu, ni suala vile vile la usalama wa watu. Yaani lau utazungumza fingerprints na security, sasa hivi ni ulimwengu mpana sana, namna ambavyo zina play role kubwa katika nini? Security, usalama wa mwanadamu. Haya, kaziweka sawa sawa, hajaweka sawa sawa? Sikaziweka sawa sawa. Kwa ajili ya nini? Ya mwanadamu kuzitumia, lakini hawezi kuzitumia mpaka atumie viungo alivyoumbwa navyo vinavyomsaidia kuweza kufahamu akatumia. Leo patafanyika mahala mauaji, alafu wale wanaojua sasa ambao ni muhannakuna fil jarima atahakikisha amevaa gloves, ili angalau akishika mkono wa kitu, akishika silaha, akishika chochote, fingerprints zibaki. Kwa sababu kitu cha kwanza wanakwenda kumurika, sio lazima wino, jasho lako tu vile ukiachia tayari picha itapigwa, zitakuzwa mpaka watachukua zile, watakupata popote ulipokuwa. Kwa hiyo wahalifu wengi katika mambo haya ya siri yanayofanyika, sikia mtu kauawa mahali fulani, watamkagua sana yule mtu mpaka wajue kwamba ni mtu gani kwa fingerprints zake aliwasiliana naye. Sitaki kuingia katika field ambayo sizijui mimi, lakini nimeona katika taaluma mbalimbali, wanasema dermatology, elimu maana katika masuala ya medical science, madaktari hawa wanakwenda kusoma elimu inayohusu maradhi ya ngozi na nywele na kucha, yani muonekano wa nje wa binadamu. Kuna maradhi mbalimbali, sio? Miongoni mwa hayo ni fingerprints, kwamba hizi zinahusu vinasaba
japokuwa zinatofautiana baina ya mzazi na mtoto. Kuna maradhi kadha wa kadha yanayohusu vinasaba, fingerprints zinahusishwa katika kuyatambua. Sasa Mungu anasema bala qadirina ala an nusawiya banana, kujua sampuli ya vile vilivyowekwa sawa sawa. Ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka, takuweka sawa sawa katika vitu vilivyowekwa sawa sawa. Bala qadirina ala an nusawiya banana. Sasa acha vile vingine ambavyo havionekani, vyote vimewekwa sawa sawa. Na tunawakumbusheni kwamba daraja ya mwanadamu kuwekwa sawa sawa ilikuwa inatosha kuwa kishamnyanyua mwanadamu, Mwenyezi Mungu kishamnyanyua kwa heshima. Ndio yale Mungu aliyosema fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u, kishastahik faqa'u lahu sajidin. Sasa ni wakati wa kuporomoka nyie malaika mkamsujudia. Kiungo kingine, acha vile viungo ambavyo havionekani kama dhamiri na vingine. Tumezungumzia nafsi lawama tumezungumzia kwamba ndio dhamiri, basi tuseme nafsi ni katika inner composition, tuseme nafsi ni katika viungo vya ndani ambavyo havionekani. Turudi katika aya tuliyosoma jana, washamsi wa dhuhaha wal qamari, mpaka mwisho. Mungu anasema wa nafsin wama sawaha. Hiyo sawaha sio ya ayuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka wa nafsin wama sawaha. Na hiyo dhamiri hiyo Mungu kaiweka sawa sawa, inafanya kazi yake sawa sawa. Ni kadhi anayeishi kwa mwanadamu, anayeweza kumwambia mwanadamu mambo ya kisawa sawa. Kwa hivyo kwa nini wewe mwanadamu ughururike, udanganyike? Ma gharraka. Mnaelewa swali la Mungu liko wapi? Ma gharraka, wakati ambapo wewe nafsi Mwenyezi Mungu sawa kaifanya sawa sawa. Hii nafsi gani? Ile ambayo inafahamu maovu na mabaya. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, kaipa ile nafsi ilhamu, uwezo wa kujua mambo ambayo ni maovu. Hiyo nayo ni ilmu, sio? Yani ni ala, ni chombo, ni kiungo kilichokuwa katika viungo components vya mwanadamu kinachomsaidia kujua fujuraha wa taqwaha, mema yake na maovu yake. Sasa ma gharraka bi rabbikal karim, wakati una viungo vinavyokusaidia wewe usihadaike. Ndugu zangu, leo tutakomea hapa kwa matarajio kwamba katika darasa yetu ijayo tutaendelea hapo tulipokomea. Na wakumbusheni, tuko katika kujibu swali la msingi, kwa nini tunazungumza kuhusu elimu? Nukta ya kwanza, elimu ni chumbuko la utukufu na heshima ya mwanadamu. Vipi? Ndio haya tunayozungumza jana na leo, na kesho tutaendelea insha Allah. Nas'alullah al-auna wa tawfiq lima yuhibbu wa yardah, innahu waliyyu at-tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.